Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Amen. Ndugu zanguni, tujifunze katika huyu mwenzetu aliyetangulia hapa. Hey! Mnawezaje kuendelea na mazishi ikiwa mtoto wa kwanza marehemu sijafika? Kama wewe, sihitaji kusikia upuuzi wako. Tena unaweza kufuata mdomo wako kabla mambo hayajawa makubwa. Oh, mjomba. Umekuwa na maneno ya kishujaa sana. Ila jua mmenikosea. Muda mwingine jifunze kupiga mswaki, maana mdomo wako unatoa harufu kali. Sasa naomba nipe nusu saa tu niweze kumchakaza ukunguni. Kama ni nyingi, nipe sekunde 3 tu nimfundishe adabu. Maana punda bila magongo haendi. Kijana, tumheshimu aliyelala hapa chini. Na umshukuru sana pasta kwa hekima zake. La sivyo tungegawana majengo ya serikali. Pumbavu wewe. Wewe. Pale kiza kinapotanda. Wewe. Nitakuchakaza wewe. Ndipo nilipoamini. Sawa. Naomba tumwepushe shetani. Maana huyu alopumzika hapa na mheshimu sana. Pasta, unaweza kuendelea na sala. Basi ndugu zanguni, tusameane, maana neno katika Bwana linasema tusameane sisi kwa sisi na tupendane sisi kwa sisi. Tujifunze kwa mwenzetu aliyetangulia, tuchukue mazuri yake na mabaya tumuombee. Basi kwa kusema haya, ndugu zanguni, tunaomba tuahirishe ibada hii. Mungu atutangulie. Amina. Urithi, urithi, kwa nini unatuteketeza? Nafikiri ule muda wetu ule wa kufungua waraka mgawanyiko wa mali umewadia. Kwa hiyo nilikuwa naomba nifungue hii bahasha. Halo. Shoga yangu. Yaani hivyo vijola vikate shoga yangu. Kwenye msuto lazima niwepo. Yaani hapa kuna msiba kidogo tunamaliza kikao chao. Ndugu wangu nakuja. Wewe. Uone kama tupo kwenye kikao. Awe samahani vipi? Unajua shughuli yangu nimegharamia shilingi ngapi? Yanakuhusu. Ndugu wangu na Kigoma sie kata sale mpaka kwao tunamfuata. Ndio hivyo ndugu wangu. Haya po ndugu wangu nifanya hivyo. Tarumbeta silisahau. Mwanasheria, tuendelee matangazo studio. Sawa. Mjomba. Wote ni familia moja? Hapana. Na familia nyingine hatuifahamu. Anko. Familia nyingine hauifahamu wakati kugawa mali? Anko, angalia maneno yako. Na kuheshimu sana. Wewe, usinichimbe mkwala, bado mtoto mdogo sana wewe. Kwani anko wewe unatakaje? Maana nakuangalia sana toka makaburini kule. Hivi unavyotaka na mimi nataka iwe hivyo hivyo. Kama mbwai na iwe mbwai tu. Wewe vipi wewe? Muoneni huyu. Wewe. Sasa ninachofikiri kwa sasa, naomba kikao hiki nikiahirishe. Kutokana utulivu mko mdogo sana. Mimi naondoka. Mtakapokuwa tayari mtanipigia simu. Mimi nitakuja hapa. Tumeelewana? Haya sasa. Endeleeni kugombana, mmeridhika. Mwanasheria akashaondoka. Hii nyumba kila siku ni ugomvi, kila siku ni ugomvi. Jamani, tunachokaga na sisi kelele zenu. Wamejawa na tamaa hadi shingoni. Wamesahau tu kabisa. Yaani mtoto leo, leo umeniweza. Yaani hapa nimetipita tepe tepe. Lahara zanipalea. Leo nimeenjoy sana kweli. Na kwenye kukuhakikishia hilo, leo nitahakikisha unafurahi. Nitakulipa mara 2 ya zaidi ninavyokupaga. Mimi ndio Juliet Kimodo. Mwenye utamu wangu mjini. Unajua nikikupa. I enjoy sana. Aise, leo nimefurahi sana. Hasa fuko napiga tarumbeta. Ndio vitu vyangu hivyo. Ila shida ni kitu hichi kimoja tu ndo nanikera. Yule mshamba wako lini utamwacha? Niwe huru mama, niwe jigaragaze. Kwa hiyo ndo anayekupa pressure sasa? Huyo tu ndo anianipe. Huyo tu ndo anipe amani. Wewe usijali. Sasa hivi nipo kwenye wakati mzuri sana. Atanipa tu talaka yangu. Ili niwe huru na wewe. Nakupenda. Kweli hayo. Haya, bado siku ngapi mwache? Simbakia siku chache. Wewe hata usijali.
Yaani mimi kwako siwezi. Na nakuahidi siku ambayo utamwacha nitakupa bonge moja la zawadi. Kweli? Hakika. Usijali, nitakuonyesha mapenzi. Mimi hapa ndo kwanza tupo kwenye utangulizi. Picha kamili bado. Kumbe bado zipo. Unajua tena mama ndo vitu vyangu. Leo nataka nikumalize zote. Alafu sasa nikishamaliza nikuwekee maji ya iliki. Amezuka shetani ndani ya familia. Mimi nikajua michezo yako utakuwa umeacha. Kumbe bado tu unaendelea naye. Sikia. Mimi nimekuelewa. Na umevaa vitu vyangu. Hivi, unajua kama mimi ni dadako? Au uko nje ulipoenda kusoma ndio umekufundisha hivyo vitu? Sasa kwani mimi naye tumezaliwa tumbo moja? Wewe niambie nikupe bei gani tukamalizane? Huu mzigo utaweza? Hii ni skani ya gia 12. 12? Hata ingekuwa 50. Mimi na mapigo mapya. Nitakupa michezo ambayo hujawahi kuicheza. Hiyo michezo wanachezaga watu wazima tu. Hivi unatumiaga tunda tofauti na tunda ambalo umelizoea? Unamaanisha nini? Laini mbili ya? Sasa je, au unaogopa? Ndio mambo yangu haya. Sawa. Yaani leo nataka uichape, uidunde mpaka iwake moto. Nihakikishe mpaka naita fire waje wazime na maji. Usiongee sana. Maana naona Babu Juma mwenyewe kashasimama dede. Wow. Sawa. Nisubiri. Enda kuchukua mafuta. Usiweke basi. Mbona biashara leo ngumu ndugu yangu? Iboni. Iboni kichwa hicho. Mambo yanakuwa mazuri. Oha! Vipi Busta? Busta? Busta ndo nini? Ndugu yangu. Mambo ya mkongo. Tena kwanza nikwambie. Mimi na wenyewe kabisa. Tena unaitwa punguza story. Speed 160, 180. Unaona vizuri? Unasimamia ukucha. Unapiga mashuti kama shauri soka. Sio unapiga kimoja chali unageukia ukutani kama mpaka rangi. Una wenyewe. Bei gani unauza? Mimi kwa hiyo nitakufanya shilingi 5,000 tu. Sawa, kati. Ila unatakiwa ule sana kwa sababu hii dawa ni kali sana. Haina shida nafaa. Alafu mbona ni wakali lote ile ndugu yangu nitakupiga shodi wewe? Sio kazi yako mzee, kazi yako kufanya biashara. Hapana, nakuhusia tu. Anyway, nikutakia show njema. Hivyo mwanaume una akili kweli? Mtoto hajaenda shule, siku ya pili leo ada hamna. Mimi nyumbani sielewi nakula nini na ule mtoto mdogo. Na wewe mwenyewe unalijua hilo, hujaacha kitu na unaondoka na kaa unajifungia huko. Unategemea mimi nikaishi wapi? Unategemea mimi nikale wapi na ule mtoto nampeleka wapi? Kama huwezi sema nikatafute mwanaume ambaye atakizi mahitaji yangu. So wewe unanifuja tu na kila siku nahangaika na ule mtoto. Naishi vipi? Naenda katafute mganga. Wewe umelogwa. Umelogwa mume wangu. Na hichi sio kilichonileta. Kilichonileta tu ni mambo mawili. Hela ada ya mtoto na pesa ya matumizi pale nyumbani. La sivyo kesho nikija na mguu wangu nikija hapa naingia ndani kwenu kuijulisha familia yako. Nadhani utakuwa umenielewa. Pale kiza kilipotanda ndipo nilipo
nisipoamini. Hebu nisikilize basi kwanza. Niache bwana. Basi mara moja mtu akamalizia basi. Yaani wewe mpumbavu Yaani hata nyimbo ya Sasampa haijaisha. Chali. Umeshia kunichafua tu. Mimi nikajua ni mwanamume alijali, ukija kutanishughulikia pasavyo. Kumbe una lolote? Sikia basi. Kuna muda hata mtandao minara huwa inasumbua. Sikiliza nikwambie. Hata hivyo vichenji vyako unavyoingia mimi sivihitaji. Yaani sivitaki kabisa. Acha niende kwa wanaume wenzao wanaojua kushughulikia. Yaani waichapa, waidundo, waigaragaze. Sio unaishia kunichafua tu mpuzi mmoja wewe. Sawa. Basi naomba ikawe siri ya mimi na wewe tu. Mtu yote asifahamu. Unajisikia unachokiongea? Wewe ni mpumbavu Yaani usije ukasubutu siku moja ukanikea. Nitaeleza upuuzi wako wote tena mbele ya familia. Pole, unatia imani. Mpuuzi mmoja. Ukimpa gari nyumba utaitwa danga, mabwana zake atawaonga, mi bado napata woga. Sema wewe unauzia mkongo. Sisi ni people. Tutakuja kukutana tu. Yaani bongo utapeli ya. Yaani bongo shindana njaa mjinga utakuwa bwege. Yaani pale umekuta vimchanga papa na kile kilailoni papa nyeuza 5000. Hajatumia gharama yote. Ameliwa. Mzee, lisaa sasa mwanangu limepita tangu umeniambia una issue ya muhimu ya kuzungumza na mimi mpaka midai upo kimya. Nini shida zao? Kuna muda najihisi kuwa nina mikosi ama nuksi, kwa sababu mimi najitahidi sana kupambana. Naipambania sana familia yangu. Imefika wakati sasa mpaka mke wangu ananidharau, kwa sababu kila ninachokifanya akipo upande wangu. Paka kazi nikitafuta, nikifika eneo la kazi wananiambia kazi hakuna. Edi, nisaidie mimi Edi, nadhalilika mwenzio. Pole sana mzee, na hizo ndo harakati za maisha. Sasa hivi kila upande ni pagumu, lakini mimi naweza nikakupa njia moja. Hii njia inaweza ikakusaidia wewe kupata pesa. Sasa sikia, umeona hapa mjini kuna mishangazi ambayo inataka vijana kama wewe. Wewe mwanangu, ukienda pale tukapiga ukala mzigo, unapata pesa yako, unaenda kuendelea na harakati zako na familia. Wala wakung'ang'anii, wala wakupigii simu usiku. Yaani wewe ni pawa yako tu. Mwana mwenye maisha yangu sasa hivi nalipa kodi, nakula, navaa, nakaa kwa amani kwa sababu ya mishangazi. Ukiwa free tu mwanangu, muda wote, hata sasa hivi mimi na uwezo wa kukupa connection. Nashukuru sana kwa wazo lako, lakini siwezi kumsaiti mke wangu, namheshimu sana. Haya mambo yafanyaga wanawake mzee. Sikia sasa, mimi mwenzako sina tena njia nyingine ya kusaidia. Njia yangu ni hiyo. Kama ukiwa tayari muda wote nipigie simu, mimi naweza kukupa connection. Tofauti na hapo sasa mwanangu, utajua unapataje pesa. Edi, mimi siwezi kujihusisha na hizo biashara. Na mheshimu sana mke wangu. Amezuka shetani ndani ya familia, anahema kwenye meza ya chakula, tumegeuka maadui. Umefanya nini? Unajisahau Nilikwambia nini kuhusu mwanasheria? Madam, kiukweli kazi ilikuwa ngumu sana, lakini tulijitahidi kumkamata, ila ghafla tu ametupotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Unaongea nini? Mbona unaongea upuuzi? Yaani unaongea kama umekula vipande vya mavi vile. Yaani fanya haraka iwezekanavyo. Haraka na uhitaji hapa, kabla ya mbwa yoyote kuupata. Nimekuelewa,
na nitajitahidi kwa huo muda mchache uliobaki nikamilishe hiyo kazi. Pili, nataka uifuatilie familia yangu. Yoyote atakayeleta mdomo tumnyamazishe. Potea. Watu wamekuwa kama wanyama. Hakuna huruma. Yaani yoyote atakayeliingilia hili, iwe damu yangu, nitamwaga damu. Sitojali ni nani. Wamejawa na tamaa hadi shingoni. Nitamshawishi kila mtu awe upande wangu, na nitafanya chochote ili nipate hizi mali, na nikizipata hizi mali nenda zangu Dubai. Ya mchawi chicheji mingoma ya mchawi. Mwa mchawi chicheji mingoma ya mchawi. Jamaa ngoma ya mchawi chicheji. Chawi. Ngoma ya mchawi chicheji mingoma ya mchawi. Ngoma ya mchawi chicheji. Uchipige hodi. Ingia kijana. Pita kijana, pita. Ngoma ya mchawi. Pita kijana, unaogopa nini? Kaa chini bachi hapo kijana. Echa, karibu kijana wangu. Asante mtaalamu. Mimi nimekuja hapa kina shida. Shida yangu mimi. Nichajua shida yako kijana. Uchimalichia nichajua shida yako. Najua kwenu kuna mgogoro wa kifamilia. Chindo maana yake? Mna shida, mnalumbana. Kwa maana hiyo kilichokuleta hapa wewe unataka umiliki mali na mjengo. Chindo maana yake? Wewe ndio uwe kila kitu, yani mali chote kiandikicho kwa jina lako. Chawa chawa? Au unakochea kijana wangu? Hivyo hivyo mtaalamu. Chawa chawa kumbe? Chawa chawa kijana wangu. Kwa unachokitaka wewe upate mali, hichi ndo maana yake. Kweli mtaalamu. Uchijali kijana wangu. Kazi yako ndogo chana. Nitakupa dawa kijana wangu. Mimi ndo mganga Chachampa. Mganga nani? Sasampa. Sio Sasampa, ni Chachampa. Nani? Chachampa. Chachampa ya, wananiita Chachampa. Chachachikia kijana wangu. Mimi nitakupa dawa. Na nitapokupa dawa, malipo yangu mimi baada kuona mafanikio. Chawa chawa. Nitakupa dawa. Ila kuwa makini na machariti nitakayokugea. Chawa. Ngoja nikupe dawa kijana wangu bachi. Ngoma ya mchawi chicheji mingoma ya mchawi. Ngoma ya mchawi chicheji mingoma ya mchawi. Chacha kijana wangu. Nichikilicha kwa makini chacha. Chawa chawa. Umeona hichi dawa nachokupa. Hicho unatakiwa kafukie mlangoni kwenu pale. Chawa katika mlango wa kuingilia ndani. Chawa. Unataka ujifukia hichi. Na hakikisha chikuone mtu yoyote. Ukichaonekana tu basi ujue umekochea machariti. Chawa chawa. Kuwa makini kijana wangu. Nakupa hichi dawa. Utakapofanikiwa uchije ukanichao kijana wangu kuleta chadaka. Lazima ulete chadaka kwa michimu. Chawa chawa. Chawa kijana wangu chi. Uchiogope, unaogopa nini? Jikamate vizuri. Chawa. Kuwa makini uchikochee machariti. Chawa kijana wangu. Nipo tayari. Chawa unawecha ukawenda. Roho za shetani zimetuva, kila mmoja anataka sehemu yake, akumbuke alivyobebwa mgongoni. Anakumbuka tu sahi kwenye cheti. Urithi. Urithi. Kwa nini unatuteketeza? Hivyo binti, una mapepo wa kikoloni au? Nguo gani za kulivalia hivyo wakati unajua kabisa mimi niko hapa? Una akili kweli wewe?
Ankali. Wewe mtoto wa kiume unajua. Ongea na mimi vizuri. Sawa. Ili upike chakula kizuri. Ule mpaka ujilambe. Au unasemaje? Kumbe ni kilaza eh? Toka hapa. Toka. Toka. Hivi. Miti ya shamba tuona tukigombana, kila tawi linatetema taratibu. Tulishikana mikono msibani, tukalia pamoja. Leo tunajificha, tunatumana vitisho. Niambie ndugu wangu, niambie. Asante ndugu wangu wewe. Mambo huku tu. Hivi mama, haya ndo malezi ulimlea mwanao? Hizi mikosi tunaletewa nyumbani. Watu hata machungu ya msiba hajaisha, anakuja kuletea nuksi nyumbani. Hivi wewe bila kuongea mimi au bila kuniongelea mimi, wewe ujisikila una force collab na mimi au? Wewe vipi wewe? Mama, umeona majibu yake huyu? Nitakuja nikuvunje. Mwache bwana. Miti ya shamba inatuona tukigombana, kila tawi linatetema taratibu. Tulishikana mikono msibani, tukalia pamoja. Leo tunajificha, tunatumana vitisho. Hii nyumba hii kila tukifanya kwao kibaya. Nadhani umenielewa, la sivyo utanichukia. Mama, naomba unisikize kwa masikio yako mawili. Nishasema siombe msamaha mtu yote, simombe msamaha Joseph. Kwani wa marafiki zangu mimi kuja hapa wamepunguza nini? Au kimepungua kitu? Kilichopungua hapa kitu gani? Naenda shughuli za watu kibao na tunza hela zangu zingerudi vipi? Zingerudi vipi? Ndio nishasema siombe msamaha mtu yote. Ni hivyo nimemaliza. Oh Mungu wangu wewe. Hivi ndivyo nilivyokulea hivyo wewe? Mtoto una hata adabu, una hata heshima. Kwa nini lakini? Mama, yani sio huyo tu. Hata huyo Anko JJ sina muda kumomba mtu msamaha. Nadhania tu umeelewana. Kaa kimya, shida mtoto wa kike wewe. Mtoto una adabu. Alafu nisha ukataliaga, umesikia? Mkiwa katika mazungumzo yenu usinimeshe ni nimesikia. Tutagombana. Nadhani akili zangu mnasijua mimi. Mtaniona jao huko ndani, nimesikia? Alafu sister, kaa na watoto wako. Zungumza nao. Wako kwenye mazungumzo yao, wasipende kutajataja watu. Umesikia sister? Hona kazi hiyo. Kaka. Nadhani hawa watoto wanatumiza vichwa sana. Hapa shida ipo. Toto halina hata adabu, toto halina hata heshima. Si mtoto tunaipata wapi mtoto hii? Hiyo ngondo kaka. Na ngondo kweli kweli dada. Kazi tunayo hapa. Hapana jamani. Yaani mpaka nyumba naona chungu yani saa hizi. Sijai kuona. Hapa kazi ipo. Kazi ipo. Achoma nalibata choma, achoma nalibata choma. Choma nalibata choma, choma nalibata choma. Choma. Karibu kijana. Karibu kijana wangu. Asante mtaalamu. Chema kijana, chema. Mimi nilikuwa nimekuja hapa. Nina shida. Chema. Ulichonifanyia mwanzo sikufanikiwa. Kijana, umefanya nini kijana wewe? Umefanya nini wewe? Kuna vitu vilikuwa havijakaa sawa ndio maana sikufanikiwa. Sasa nilikuwa naomba unisaidie tena.
Mi uwaga chirudii dawa mara mbili. Mi nikikupa dawa mara moja chiwezi kurudia mara mbili kijana wangu. Chawa. Kijana, naomba uende bwana. Naomba msaada wako. Nenda kijana, china msaada tena na wewe. Nenda kijana, potea, toka. Nenda kijana, nenda. Nenda, toka. Siwezi kurudia dawa mara mbili kijana. Choma na libata choma. Hivi ankojeje, kwa nini kila nikijaribu kumtega aingie katika 18 zangu? Omi sio mzuri. Sivutii labda. So kweli. Ni mzuri bwana. Mtoto mjini. Nashindaje kumpata yeye? Yes. Nishapata wazo. Hapa itanibidi niongeze nguvu na nifanye jitihada kubwa sana kumpata Anko Jeje. Na mimi nikimpata Anko Jeje na nikimshawishi, hizi mali zote zitakuwa za kwangu. Hello. Enda kwa tajiri sasa. Yaani nitawabaruzia kama chizi. Hivyo mbwa, ujaona kama hapa kama mtu au umekenda kichoka hapa kisiki? Samahani. Nilikuwa sijakuona, maana nilikuwa busy sana. Sikujua kama hapa kuna mtu hapa. Hivi unachoongea unakisikia kwenye masikio yako au unaongea na mdomo wako kufurahisha masikio yako? Okay, shida. Sinisha kuomba msamaha. Yameisha. Au kuna kingine? Ndio kipo. Usitaka kuondoka unang'aniza ukaka mundani, usiondoka. Labda nikwambie, yule zito lako na mkeo, tafuta sehemu ondoka onge toe gundu. Uondoke. Unatujazia choo. Ondoka. Nasemaje wewe boya? Wewe unajua mimi vizuri wewe. Ndio unajua mimi? Unajua mimi nani? Unajua mimi? Unajua mimi? Unajua mimi? Unajua mimi wewe? Unajua mimi wewe? Wewe kwanza kuisha. Wewe nifundishe kwanza adabu mtoto. Mfundishe adabu. Niachie kwanza. Wewe. Nishaka nalieni. Shida ni nini eti? Aondoke. Nishaka nalieni msio makelele. Sitaki bana ndani. Mbona unakuwa hivi? Mkoma miskule. Kwao. Yatazima moto kabla nyumba haijabaki. Alafu na wewe usijue hata kukimbiza mwenge. Niseme tu ya kwamba jaribu kukaa na ndugu yako, umfundishe namna ya kuheshimu watu. Vinginevyo nitaeleza familia kuwa hata wewe ni mbwa ambaye sio bweka. Amezuka shetani ndani ya familia, anahema kwenye meza ya chakula. Tumegeuka maadui kimya. Nadhani mmetimia. Mbona Jose na John sioni? Wameenda chuo. Tunaweza kuendelea. Okay. Mimi ndo nilitisha kikao. Kwa hiyo nahitaji wote nyamazeni kimya mpaka atakapotoa ruhusa mtu aongee. Tumeelewana? Lakini anko, mimi nishazoea kwenye vikao kama hivi kunakuwa kuna vyakula, vinywaji. Sioni chochote. Au mnasemaje ndugu zangu? Shut up. Hivi nadhani unavyozungumza hivi ni vitu vya kupuuzi eh? Nimekwambia sihitaji kusikia sauti ya kinyago aina yoyote huko ndani. Mjomba. Kinyago muda anajulikana, usiongee kwa mafumbo basi. Kinyago wajui au waoni? Wajulikana vinyago mundani mjomba. Sitaki kusikia aina yoyote ya minong'ono. Leo nataka nizungumze mtu mwenye magomvi na mwenzie waombane msamaha.
Sitaki kusikia ugomvi ndani ya hii nyumba dada yangu. Tumeelewana? Mzee, tengua kauli yako. Maswala kusema hii nyumba ni ya dada yako, hatukubaliani nayo. Hii nyumba ni ya mzee Deogratias, sio nyumba ya dada yako. Tuelewane kwenye hilo. Mwanasheria hajatoa majibu, wewe tayari majibu unayo. Wewe ni nani kwenye hii nyumba? Mzee, jiangalie sana, tutafikishana kubaya. Nimemaliza. Safi. Hivi nyinyi watoto, kuna kitu mnachokitafuta kwangu? Kuna mtu hizi mali, kuna mtu aliyeibiwa au? Hapana kaka, hawa ni watoto, wana haki ya kuuliza na kusikilizwa na kujua kile kinachoendelea. Samani, kuna simu imeingia. Kwa hiyo, halo? Mbona unashindwa kuangalia muda wa kupiga simu? Muda wote unapiga tu. Mimi nilisha kuambia kwamba mpaka nikutafute mimi. Unasema? Oh, safi sana. Kama umempata, naomba umhifadhi vizuri. Ikiwezekana mzimishe. Baadaye utanitumia location, nitakuja na mimi, sawa? Oh. Msenzideo hajawahi kukosea. Yeyote atakayekuja mbele yangu na mfyeka. Sitaji kusikia malumbano humu ndani. Tambueni kwamba wote nyinyi ni ndugu. Mnachogombania hasa ni nini eti? Mabifu ya nini wenye nyumba? Hapo ni kwamba mnaletea mabalaa ndani ya nyumba hiyo. Hebu acheni hizo basi. Kwa hiyo leo inatakiwa mmalize magomvi yenu, tukae kwa amani na humu ndani. Tumeelewana? Sio kweli. Unakataa. Kumbe mali ni wadui, tumesahau sisi ni kina nani. Hajulikani ndugu yake. Tumehama rohoni. Tumehama nyumbani. Alafu wewe. Usinizoe, umesikia? Sipendi mazoea na wewe, binti. Wewe. Kwanza kama tunatoka wote, au sio? Kwa nini? Mwenye mnijui. Na nitaonyesheni ndani kwamba mimi ni nani yani. Mimi ndo Uncle JJ sasa, mtajua. Kumbe mnielewe nyinyi. Subirini kwanza yani. Mimi sio mpuzi na akili zangu timamu mjue. Chezeni na tu akili yangu. Haya, nini tena tumekuta? Nini kinachokuuliza eti? Yaani humo ndani atuishi vituko. Kama tuko milembe vile, Akaongea na familia yako, mimi ni biashara zangu ndani. Nataka hela zangu. Nye. Acheni kuekti. Umesikia? Nahitaji pesa zake zirudi kabla sijafanya balaa langu. Nadhani nafahamika kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wizi upotee, nidhamu iendelee. Nikihesabu mpaka 4, pesa zijarudi, mtakiona nitakachokifanya. 1, 2, 3, 4. Kumbe mnakaidi Sasa shida, nahitaji uende ukapekue chumba hadi chumba. Umenielewa? Atakayebainika amechukua hizo pesa, nitajua kufanya ni nini hapa. Hapa kuna kuingia mtu wala kutoka. Na akibainika mtu ambaye amechukua pesa huko, nitamfukuza, nitamtimu hapa. Haruhusi kukaa kwenye nyumba. Bavu nye. Ngome na usachi chumba, nataka pesa zangu. Nataka pesa zangu. Tumejifanya umetoka South Africa. Ngime kama kambale yani, leo ni kwanza.
Madam, mimi mimi siwezi kufanya ujinga kiasi hicho. Yaani mimi nikupigie simu wewe nikwambie nimempata mwanasheria sijui nini. So mimi kabisa. Una akili wewe? Unanipigia simu umempata mwanasheria. Unanipigisha Kiswahili chako cha mashamsham. Unafikiri tuko redioni hapa? Mimi. Sasa unieleze nampataje mwanasheria? Na kwa nini katoroshwa sehemu ya tukio? Wewe ulikuwa wapi? Madam, acha tu nikueleze ukweli. Sikia, unajua jana mimi nilikuwa nimekula vitu. Unajua nimekula sana vitu. Piga sana mbeshi, kwa hiyo nilikuwa siko sawa, ndio maana unajua kuna wakati hivi nilikuwa namuona kama ni sherehe yuko hapa, nimemshika nimemkamata nini, yani kama yupo kwenye maa yangu hivi. Kwa sababu ule muda nikaona hapa nikushtue wewe kwamba mwanasheria tushampata ili kila kitu kiwe sawa, kumbe ilikuwa ni uongo. Wenge. Tuuliza akili zako Cox. Hii ni kazi ngumu. Inatakiwa nikuongezee mtu mwingine ukishirikiana naye. Hapana. Mimi kazi palipobakia hapa mimi pia naweza kufanyaje? Kumalizia. Mbona kazi ni ndogo, haina haja kuniongeza tena mtu mwingine. Na kuahidi sitafanya tena makosa aina kama hii hapa. Sasa hivi nikikupigia simu tu, madamu tayari tuko naye. Basi ujue kweli nipo naye. Mbona sherehe, mbona ngedere mdogo tu ule. Tunakamata, tunaponda, tunakinda fresh. Samahani lakini nakosea. Nitajirekebisha mama. Tunavyo sio poa, unajua. Mambo ya kushi unajua. Tajiri wa spapi. Sikia bro. Unajua mimi nimeingia kwenye hili dili kwa sababu ya changamoto zangu mimi mwenyewe za kimaisha. Kwa hiyo nakuomba sana hakikisha kwamba sijue. Samaki wenyewe ni mdogo sana, usiwezi kutumia ndoano kubwa. Haina shida, tajiri wa spapi. Sawa, shukrani mzangu. Wameja wanatamaa hadi shingoni, wamesahau tukabili. Haina haja kuogopa. Mtaje leo kuibia pesa zako, niweze kumshughulikia, niweze kumpa adhabu yake. Usiogope, mtaje. Mbona usemi sasa? Sema usiogope. Taja. Aliyekutuma uchukue pesa zangu na uende katika chumani kwako ni nani? Anko. Kumbe ni za mwamwe. Itoshe shida, umesikia? Tambua kwamba niliyesimama hapa ni kaka wa mama yako, ambaye ni mjomba wako. Umenielewa? Sio wala mimi, umesikia? Ila unakosea adabu, nitakuchakaza. Ila wenga wanasema tamaa mbele mauti nyuma. Ila wewe utakuwa ni mshamba bado hujatoka. Si ulikuwa unajilimbua sadaka chache zilizopita hapa? Mjomba. Sema leo umenifurahisha kweli kweli. Baadaye njoo uchukue sasampa kidogo ukachukue soda. Funga bakuli lako, umesikia? Tunajadili vitu vya maana hapa, umesikia? Haiwezekani mimi mtu mzima kama mimi nikaenda kuchukua pesa za binti yangu nikapeleka chumbani kwangu. Tena ufunguni. Utakuwa kuna mchezo hapo unafanyika hapa. Mimi na akili zangu timamu, umesikia? Msio mimi mweu. Hayo maagizo nataka kuleta kwangu mjomba. Safi sana. Ila umeanzisha, mimi nitamaliza. Umemwaga mboga, mimi nitamwaga ugali. Full stop. Haiwezekani. Hapa kutakuwa kuna mchezo unaofanyika hapa. Umeelewa? Sio mimi niende nikaibe pesa za binti yangu ndani. Ila atakuwa ni yeye mwenyewe shida anafanya mchezo huu ili onekane nimeiba mimi pesa. Nikija kugundua na nitafanya uchunguzi, nikija kugundua kwamba kuna mtu anafanya huo mchezo, nitamfukuza huko ndani. Haiwezekani mimi kaiba pesa za binti yangu hata siku moja. Mimi ni mwizi mimi. Mimi niibe pesa za binti yangu kabisa. Ngojeni kwanza, nitajua kufanya nini. Ila pole mjomba. Hebu acha maneno yako ya kinafiki bwana. Hebu achana mimi bwana. Vipi wewe?
Niacheni kama nilivyo. Sitaki shoka na mtu ndani. Kimekuleta nini wewe hapa? Kapuku sio kopo na akili, hata mawazo una. Unajua kabisa tunadaiwa kodi, mtoto hajaenda shule, yuko tu nyumbani. Anajisikiaje wenzake wanapita, wanaenda shule? Na wewe baba upo, ajivunie nini? Baba gani sasa hivi unakuja unajileta? Unataka nini hapa? Juliet, kuna wakati nitakuja nikubadilikie unaona mimi sio mwema kwako. Kilichonileta hapa, nataka kujua mwanangu yuko wapi. Mtoto gani unamzungumzia wewe? Mtoto ambaye umlipia ada, mtoto ambaye hujui kula yake anaenda vipi, mtoto ambaye hujui lala yake ndani analala vipi, afu unajiita baba. Baba? We baba kweli unavyojiona? Yaani ufai, ustahili kuwa baba. Yaani wewe basi tu nimezaa na wewe tu imetokea. Lakini najuta nataka kukujua. Maana baba huna thamani, uoneshi thamani kwa mtoto wako ambaye ni baba. Upo tu, upo yaani ueleweki, sijui upo vipi yani. Mimi mpaka nashinda hata kukuelewa. Mwanaume gani wewe? Mbona wanaume wenzako wanahudumia familia zao vizuri? Kwa nini wewe usitaka kazi, utafuta kazi ufanye kazi tu kwenda kushinda kule dada yako sio usikize vicheko? Maana mwisho wa siku utakuwa mbea wewe. Ya maana upo kama zipe. Huo ulisi wenyewe sasa nikwambie, wewe ulisi upati. Ulisi pale upati usipochangamka. Nakwambia kabisa usipochangamka ule ulisi wenzako watapata, wewe unakosa. Upo hapo. Ulisi unaingiliana vipi na familia yangu? Alafu Juliet, usitaki kuniambia umeamua kutengeneza picha ya mwanangu kunionyesha mimi ni mbaya kwake. Wewe usiwe mama wa aina hiyo. Wala mimi sio baba wa aina hiyo. Kwa nini unaamua kunifanyia vitu kama hivi? Ndio, sijaleta matumizi, sijaleta ada ya mtoto ya shule. Sijakaa sawa. Hebu nisikilize na mimi nataka kuwa na mwanangu. Juliet! Amezuka shetani ndani ya familia, anahema kwenye meza ya chakula. Tumegeuka maadui kimya, tukihesabu visahani sisia. Nimepata malalamiko kutoka kwa mjomba wako. Umemdhalilisha eti kakuibia pesa. Kwa nini unafanya hivyo wewe? Hivi mama, utaniambia nini labda mimi nikuelewe? Pesa zangu zimeibiwa ndani. Nimeenda kuzikuta chumbani kwake yeye. Utaniambia nini kule? Nimemchamba kumchamba, nimempa kumpa, alafu nikolelelele. Hata kama isingepaswa kumdhalilisha kiasi kile. Sasa mjomba wako atafikiri mimi nimekutuma wewe. Hivi mama, lini utakuwa upande wetu hata kidogo? Lini? Ukikaa mjomba. Lini mama utakuwa upande wetu? Hivi shida. Yaani imekuwa shida kama akili zako. Yaani wewe ni kiburi, huna maana yoyote. Hivi kwa nini unakuwa hivyo wewe mtoto? Yule ni mjomba wako, ni wa kumheshimu. Yaani mama kio kikaa mjomba. Bwana mimi naishia mchamba, nishamba kumpa, nishia ongea, afu mimi nishia maliza. Kwani kalisi kwa nani huyu jeuri? Huyu mtoto gani huyu jamani Au jina lina mzuri huyu? Roho za shetani zimetuva, kila mmoja anataka sehemu yake. Mama, baba yuko wapi? Baba yako hayupo. Tena nisikilize mwanangu kwa makini. Na utege masikio yako nisikie mama yako, sawa? Baba yako hatupendi. Ndio maana ametuacha sisi hapa peke yetu. Si una muda mwanangu hujamuona baba yako? Baba yako hatupendi sisi, ametukimbia, ametuacha wenyewe. Baba yako ni mtu mmoja mbaya sana. Isitokee ukaja siku mwanangu kamuulizia baba yako, sawa? Na hata mtu akikuuliza baba yako yuko wapi, mwambie sijui. Sawa mwanangu? Baba yako sisi katuacha, tunateseka. Simuona kila siku tunakula mboga moja. Kwa sababu ametutelekeza, kwa sababu sisi hatuhitaji. Anaona kama sio sehemu ya maisha. Ameenda kuishi kule kwako ni ile nyumba yao kubwa ya ulisi. Sisi ametuacha. Lakini hata siku moja haja kuchukua mwanangu, haja kuja kukuchukua kwenda kukupeleka kule, amekuacha kwa sababu hakupendi, sawa? Baba ni mtu mbaya, sawa mwanangu? Na hata siku ukimuona babako anapita, kimbia mbio, sawa? Kimbia ingia ndani. Babako hakupendi, sawa mwanangu? Alo. Uko wapi? Sawa basi dakika 20 nakuja. Sasa hivi.
Poa. Mwanangu, twende nikupeleke kwa bibi yako, baadaye nakuja kukufuata. Sasa mtoto wangu. Kumbe mali ni wadui, tumesahau sisi ni kina nani. Hajulikani ndugu kwa ndugu yake, tumehama rohoni. Hivi binti, una akili kweli wewe? Nakuuliza, una akili kweli wewe? Kuna penda kunifuatafuata sana eti wewe? Hivi hujui kwamba mimi ni kaka wa mamako? Eti hujui kwamba mimi ni tumbo moja na mamako? Mbona kwa hivyo eti? Afu nisakukatalia. Kiukweli mimi sitaki kusikia chochote kutoka kwako. Yaani sihitaji kusikiliza. Mimi mwenzio nimeshikwa. Twende kanitibu kisasa. Jesus. Hey! Wewe vipi wewe? Hebu toka huko. Hivi mtoto una adabu wewe? Na kwa nini unapenda sana kunifuatilia sana maisha yangu wewe eti? Unanitaka nini mimi? Eti una matatizo gani wewe? Unataa aibu, unataa adabu mtoto. Hey. Vipi mdogo? Mbona uko chini? Nilikuwa napita bahati mbaya hapo nikamkanyaga Nkojeje. Ndo akanisukuma chini. Haujaumia lakini? Hapana. Okay. Nyoka juu. Watu wamejawa tamaa, wamesahau tu kabisa. Unajua nini mdogo wangu? Kuna vitu kwangu mimi havijakaa sawa. Naona naenda kupotea. Kivipi yani? Sijakuelewa hapo. Tatizo ni wifi yako Juliet. Anakuwa ananichanganya sana. Ananivuruga sana sasa hivi. Yaani nimekuwa ni mtu ambaye najihisi sipo sawa. Kila nikitembea barabarani najihisi kuongea mwenyewe. Najiona nikiwa nimevurugikiwa kabisa. Hata nikupa viatu vyangu sidhani kama unaweza kupiga hata hatua mbili. Ina maana pesa ya kodi, ada ya mtoto bado hazijalipwa? Ndio. Na hicho ndo chanzo kikubwa cha ugomvi mimi na Juliet. Mke wangu nampenda sana. Lakini nimejikuta kwa wakati huu mambo yamekuwa tofauti. Kama hivyo kweli ni mtihani. Ila usijali. Subiri tuangalie ni nini tutafanya ili niweze kukusaidia hapo. Sawa? Nashukuru sana. Mimi nipo ndani. Kitakachoendelea utanijuza. Kwa hiyo kama nilivyokuelekeza, ukinisaidia katika hilo, utakuwa umeniokoa mno. Shida sio kama nashindwa kukusaidia vitu ambavyo unataka. Tatizo wewe hautaki kukidhi mahitaji yangu mimi ambayo nakwambia ufanye. Hilo tu ndio shida. Kwa hiyo ni kuhusu kuachana na mume wangu au kuna lingine? Sasa kuna kitu kingine ambacho mimi na kila siku tunaongea ambacho hutaki kutimiza zaidi ya hilo. Kuna mpenzi, mimi nimefikia kwenye hatua nzuri na zimebaki siku kadhaa tu niachane naye. Ila kuna kitu ambacho mimi kinanipa stress. Ni kuhusu ada ya mwanangu shuleni
na pesa mwenye nyumba, alafu mwenye nyumba yetu ni mkorofi sana. Kwa hiyo unafikiri mimi nashindwa kulipa hizo ada, sijui kodi, sijui nini? Eti shida hiyo hautaki kufanya mimi ninayokuambia, na ndio maana huwezi kupata mahitaji yako mengine kwa wakati. Lakini mimi si nimekuambia yule namuacha. Mimi nakupenda unajua. Kwa hiyo nikulipia hiyo kodi, ada, maana yake utafanya kitu ambacho nimekutuma ufanye. Yeah, promise. Okay, tufanye hivi. Baada ya siku 2-3, tufanye tu siku 2. Njoo nyumbani uchukue pesa. Kweli? Yeah. Sawa, nakupenda lakini. Nakupenda pia. Sasa basi kanipa hata kimoja hivi nichangamke kidogo, si unajua? Wewe tena. Nichangamshe hata misuli kidogo yani. Sawa tena. Okay. Chungu kidogo anti. Anchu. Jamani mtoto mzuri. Amekunywa nani? Basi kesho nikija nitakuletea ice cream, sawa? Nitakuletea na pipi. Si unapenda pipi? Jamani anti yangu. Hivyo mtoto, kwa nini unisikii? Nilishakwambia sitaki ukaribu na hawa watu. Kwa nini hutaki kunielewa? Nilikwambia hata ukimuona huko shangazi yako, ukamuona babako, kimbia ndani. Kwa nini hutaki kunielewa? Nikikwambia kitu sitaki nielewe mama yako anachotaka sitaki. Mbona mtoto unataka kunibadilisha tugane majengo ya serikali? Nitakuja nikuchape. Unanijua hasira zangu zote zitakuja kuishia wewe. Aya, nyuka nenda ndani uko mpumbavu mmoja. Ndani. Sio ta watu. Watu wamekuwa kama wanyama. Wewe ushakuwa na wapi mtoto anayeko mbali na baba yake hata siku moja? Hivi unakichaa Alafu unataka mtoto aishi kama ulivyoishi wewe kwa wazazi wako? Nimekuleta nini hapa? Hali ya kuwa hamleti chochote, na sio kwa ajili yangu, ni kwa ajili ya huyu mtoto wenu. Chochote? Chochote kipi? Alafu sikiza nikwambie. Sio kwa sababu kakaangu kukosa hela tu. Kumbuka hata wewe biashara zako zinaenda kudoda eti. Upo? Biashara zangu zinaingilianaje hapa? Margaret, kumbuka upo nyumbani kwangu. Kumbe mkuki kwangu leo binadamu mchungu. Kurukaruka kwa marage ndio kuiva kwenye ndugu yangu. Sawa? Alafu kumbuka kitu kimoja. Inabidi uchunge hiyo biashara yako unaoifanya. Maana kakaangu akija kutambua, utakuja kujutia maisha yako yote. Ikitokea umemwambia mume wangu kuhusu hizi habari, na mimi naharibu za kwako. Jua nina habari zako na habari zangu wewe unazo. Kwa hiyo usijifanye bingwa utanua mbawa zako kujifanya mwindaji hodari. Taarifa zako ninazo na yeye taarifa zangu unazo. Kwa hiyo utakavyoenda kusema na mimi nitakavyoharibu taarifa zako. Sijui unanielewa? Tukutane night mida wanga. Leo tunajificha, tunatumana vitisho. Unajua ni mtoto wa kiume. Na mtoto wa kiume siku zote hahitajiki kukata tamaa kabisa. Mtoto wa kiume anahitajika kuwa jasiri. Wewe udhaifu unaonyesha mbele yangu, si utaki kuuona. Maana mimi niko na wewe bega kwa bega. Hadi tuhakikishe tunapata ulisi wetu huko ndani. Sawa ndugu yangu? Asante sana dadangu. Nashukuru kusikia hivyo. Hapa sasa natambua kama kuna mtu ambaye at least sasa yuko nyuma yangu, anaweza kupambana na mimi kila hali. Naomba tushirikiane bega kwa bega, tusaidiane. Ana peke yangu siwezi. Usijali kaka. Yaani nakuahidi nitapambana tuhakikishe tunapata haki zetu. Sawa? Na hakuna ambaye atapoteza furaha hii hapa. Sijui umenielewa. Shukuru sana. Kumbe mali ni wadui,
tumesahau sisi ni kina nani. Hajulikani ndugu kwa ndugu yake. Karibu kipenzi. Unanionaje? Cheupe, chembamba, miguu yote na staili zote, na sina bei. Wow, handsome. Karibu kwangu. Njoo ufaidi. Faidi minyama. Unanionaje? Naweza kuweka popote. Lucas, tutakupeleka wapi? Njoo nikupe utamu. Njoo mkaka. Au njoo bwana. Niachieni huyo mteja wangu. Johnson. Johnson, naomba unisikilize lakini. Nikusikilize nini? Utaniambia nini ili nikuelewe wewe? Nakuomba ulichokiona pale usije ukamwambia Adam, please nakuomba. Hivi, unakijua unachokiongea kweli wewe? Adam mimi ni ndugu yangu wa damu. Hata kama kuna tofauti zinaendelea lakini yule ni ndugu yangu. Siwezi kukubali kumuona akiangamia afu nikamwacha. Najua hilo. Kwani huwezi ukanitunzia siri yangu? Sasa hapa mambo ni haya mawili. Chagua. Wewe uende kumwambia wewe mwenyewe au mimi nikamwambie. Nimemaliza. Unajikuta mjanja sio? Hivi unajua kama mimi najua matatizo yako? Matatizo gani? Wewe mwenyewe nyoka hapandi mtungi. Kimoja chali. Uwezo taarifa nani kakupa? Duniani kuna siri. Sasa sikia. Nitunzie siri yangu na mimi nikutunzie siri yako. La sivyo nitakuja kwenu kuwaambia familia yako. Afuone mimi na yeye nitapata aibu. Une kapajuaje hapa? Na mbona ameondoka bila kuongea chochote? Johnson. Niambie ndugu yangu. Ni muda mrefu sasa umepita. Na ulisema kuna kitu unataka kuniambia. Lakini mpaka sasa sijaona chochote. Kuna tatizo au? Unajua dunia ina siri sana. Na vitu ambavyo tunavikumbatia ndio vinatuumiza. Unamaanisha nini kuniambia maneno kama haya? Unajisikiaje siku ukisikia? Sasa sikia. Nitunzie siri yangu na mimi nikutunzie siri yako. La sivyo nitakuja kwenu kuwaambia familia yako. Afuone mimi na yeye nitapata aibu. Mbona sikuelewi? Potezea hiyo mada. Unamaanisha nini kusema hivi? Hapana ndugu yangu, ni joki tu. Joki? Joki. Kwa nini ananiambia maneno kama haya? Mimi ni expensive sana. Ukitaka kuonana na mimi ni 200,000. Utaweza? Yaani mimi nataka ukaichape. Tena ukaichape kisasa. Yaani mpaka niwepo. Maisa. Usichelewe. Maana hapa sina cha kufanya. Poa baadaye. Mage. Una ukaribu gani na Juliet, mke wa damu? Acha kunitajia vinuka mkojo mimi hapa. Na kuuliza una ukaribu gani na Juliet, mke wa damu? Kwani una nini? Sina ukaribu wowote na mke wa Adam. Sasa kama una ukaribu, siri zangu weka zitoa wapi? Umekosa cha kuongea? Nina mada, si ndio? Kwa mimi ninachokiongea kina maana.
Halo? Sawa, nimekubali iwe siri, ila naomba iwe siri ya watu wawili tu, mtoto asifahamu. Okay, sawa. Kaka, sikuelewa hata kidogo, naona kimya. Unipi mrejesho wote na wasiwasi na wewe. Sister, usijali. Mpango wetu uko vile vile. Umesikia? Hakuna chochote kilichoharibika. Umeona? Ila itakuwa ni jize kama si hilo lolote yani. Unajua? Nashukuru kusikia hilo. Elewa Ila wanasheria kukubali ofa yetu. Kuhusu mwanasheria kidogo panakuwa na ugumu. Unajua yule anasimamia sheria na haki. Lakini nitafanya namna yoyote hivyo ili mambo yakae sawa. Utafurahi sisi. Kaka, nikupe hongera. Unajua kuigiza wewe kama Kanumba. Meja wanatamadi shingo. Hongera sana. Usijali sisi, tuko pamoja. Ila mambo kimya kimya. Haina shida. Unafikiri? Hongera sana. Vizuri kabisa yani. Lakini kichwani mwako wamesahau kabisa, roho zimekauka, roho za shetani zimetua. Adam yupo? Wewe dada, hiyo ndio salamu? Okay, sawa. Una shida gani naye? Haya, kuhusu naomba niitie Adam. Nihusu. Mambo ya kifamilia. Hapo ngoja nikuitie basi. Juliet anakuita ipo nje. Nani? Juliet. Kilichonileta hapa ni talaka yangu. Sijui unanielewa? Juliet. Talaka? Yaani mimi ndo nikupe talaka? Nimeongea Kiswahili tu fasaha au nimetumia lugha tofauti na hiyo? Nadhani utakuwa umenielewa. Kilichonileta hapa ni talaka yangu basi. Unakisikia unachokiongea? Au kuna mtu ambaye anakusaidia kuongea? Mbona umebadilika sana mamangu? Wewe haukuwa hivi. Au kwa sababu ya hali ngumu ya maisha yangu ndio maana unakuwa hivi? Kumbe unajijua una hali ngumu eh? Haya, tukunihudumia mimi utaweza? Mimi nimeshachoka mwenzako, nataka nikaishi maisha yangu mengine. Niruhusu niwe na mtu ambaye namtaka mimi, ambaye huwa atanikizi haja zangu na ule mtoto nikamlea vizuri. Wewe huna hela. Kila siku nakwambia nipe talaka yangu, utaki unaning'ang'ania. Uwezo kunihudumia una. Unaponing'ang'ania nipe talaka yangu, hata mbona wapana tusumbuane? Hivi vitu ni rahisi sana na kushangaa unafanya viwe virefu, viwe vikubwa. Akiti ambavyo ni vitu vinaeleweka. Nataka talaka yangu. Mimi nitegemea wewe utakuwa mwanamke ambaye utanipa furaha. Nitegemea ni mwanamke ambaye utanipa amani mimi, Juliet. Hapana. Mimi sio mtu wa aina hiyo, sio mtu wa kukupa mimi, sio kukupa talaka. Siwezi. Adam, unanifubaza. Mimi sikuwa hivi. Wewe mwenyewe unajua mimi nina mwili wangu na rangi yangu nzuri. Naendelea kuteseka naye mpaka lini? Mimi nimechoka. Alafu sikiliza Adam, mambo yasiwe mengi. Nikirudi tena hapa, ninachotaka talaka yangu na sitokuja kama nilivyokuja leo, nitakuja kivingine. Nadhani umenielewa. Juliet. Siriko kifuani yanaumiza mapenzi. Wajuzi wa kuyajua ndani wanamwaga machozi. Kumaliza badili uongo, kuisaga mizizi uongo, pweza vumbi la mkongo, yote kumnogesha uongo. Urithi, kwa nini unatuteketeza? Vipi? Mbona unaonekana kama haupo sawa?
Halo. Juliet. Juliet leo amekuja. Anadai nimpe talaka. Kwa hiyo kamjibu vipi? Sijamjibu chochote. Kwa sababu napenda sana mke wangu. Na hii inapelekea kukosa amani ndani ya familia yangu. Makubwa. Na sasa hivi nipo tayari kufanya chochote ili nirudishe heshima ndani ya familia yangu. Hapo sasa inabidi ule mpango wetu tuufanye haraka iwezekanavyo. Itakuwa bora zaidi. Nimeitisha kikao cha dharura ili niweze kutoa ufafanuzi kuhusu wizi wa pesa za shida zilizofanyika siku ile. Anko. Koma wewe. Afu nishakwambia kwamba ninapozungumza mimi, hebu fuata mdomo wako. Mbona kwa unakosa kuwa na adabu wewe? Hivi shida, una shida gani wewe eti? Sasa basi, kutokana na uchunguzi niliofanya, nikaja kugundua kwamba John ndio aliyeiba zile pesa za shida na kwenda kuzificha kwenye uvungu wa kitanda changu. Na nikagundua kwamba yeye ndio anataka aibe simu yangu ili aweze kuchukua namba za mwanasheria. Na ndio maana nimeamua kumfukuza hapa, ndio maana muone. Lakini anko, mbona imekuwa haraka hivyo? Kwa nini usingempa muda wa kukuomba msamaha? Acha ubabaifu. Mwizi ni mwizi tu, hawezi kuacha asili yake hata siku moja. Ni jambo zuri kaka ulilofanya. Ilijenga picha mbaya kuonekana wewe ni mwizi. Watu mafedhuli sana dada. Vinginevyo tusipoangalia wanakuja kutugombanisha hivi hivi yani. Sio kukugombanisha anko. Wewe tu umeamua kumtoa hapa kwa sababu ya sababu zako mwenyewe. Siacha mdomo wako mchafu kama mfereji wa Tandale wewe. Ulione kwanza ilivyokuwa jeusi kama mafuta bunduki. Alafu kwa nini? Kila atakavyozungumza mimi kwa nini unapenda sana kunipiga pinga eti? Wewe, mimi sipelekeshwi kama anavyokupelekesha Juliet. Juliet kaingiaje hapo wangu? Unajua na kuheshimu. Shikamoni. Kaka Shedi. Hebu acha shobo wewe. Shedi mtoto wa kiume. Mbona kwa na shobo sana kama kuti? Siwezi kuamini. Baba yangu amefariki, mmeshindwa kunipatia hata taarifa. Wewe ni kama nani? Umekuwa baba taifa. Kwa hiyo unataka sisi tutembee na vispika tuanze kutangaza kwa kutangaza. Wewe shukuru umepata taarifa, la sivyo ningekulamba. Kaka, kazi ishakuwa ngumu sasa hapa. Sasa mtafanya mpango wa kila namna hapa. Hao wote waondoke ili tuweze kuchukua hizo mali. Haya tukapumzike sasa. Maana naona hali ya hewa isharibika hapa. Maana huko ndani sawa mbele kwamba huyu humu haikubaliki. Wamejawa na tamaa hadi shingoni, wamesahau tu kabisa, roho zimekauka. Yaani hata siamini kama kijana mdogo kama wewe unaweza ukawa na utamu uliopitiliza kikomo. Ni kawaida. Pesa yako ndio unayoamua upate utamu wa aina gani. Una mapigo hatari. Sijawahi kuenjoy kama hivi. Wengine wananilepua ila wewe umenikamua kisasa. Maneno yasiwe mengi. Nishamaliza kazi yako. Nahitaji changu. Usiwe na haraka hivi. Vipi nikihitaji nikuweke ndani nikufungie? Inategemea na mfuko wako. Mimi naweza kufanya chochote kwa ajili ya pesa. Nawashwa hapa, nahitaji unikune. Vipi? Unahitaji huduma tena? Nahitaji. Maana mikono yako ni kama ina shoti. Ukinigusa tu nasisimka mwili mzima. Ila sasa hivi utalipia mara 2 ili nikuzidishie dozi
na mapigo takatifu. Usijali kuhusu pesa, naweza kukupatia kiasi chochote kile, ili mradi tu wewe unipatie raha. Okay, sawa. Tufanye haraka, maana nje kuna wateja wanasubiri huduma yangu. Na cha pili, punguza sauti za miguno mama, maana miguno yako inanifanya naongeza mashambulizi. Ila taratibu, maana mwanzo ulinipeleka spidi sana. Mwenzako na pressure. Halo kiongozi. Naelekea gereji mara moja bwana. Gari langu dogo imenipa shida tangu jana. Asante. Asante, Mungu nimekuona. Na pole kwa majukumu. Shapoa. Vipi? Unahitaji masaji kidogo ili kuupoza mwili wako? Sijakuelewa unachozungumza kitu gani. Hebu tuende kwenye pointi. Unahitaji nini? Unajua ni nini kilichonileta hapa? Mimi nahitaji kuwa mmiliki wa zile mali. Na nipo tayari kwa chochote. Acha ukihitaji mwili wangu, mimi nipo tayari. Una akili sawa wewe? Kwa nini unasema hivyo? Au misikuvutii? Na mapigo mapya ambayo hujawahi kupewa. Vipi? Unatumia galeni mbili? Hebu niache. Naona huna jipya. Nikutakia siku njema. Cha pili, hutopata nafasi nyingine yoyote ya kuonana na mimi. Yaani ipo siku tu utanasa kwenye 18 zangu. Maana ndege mjanja unasa kwenye tundu bovu. Nimekutumia hela kwa ajili ya ada ya mtoto shule. Nadhani kiasi ambacho kitabaki utatumia katika matumizi yako madogo madogo. Kingine cha kuzingatia ni kuwa kodi nishalipa. Kwa hiyo sidhani kama kuna kitu kingine ambacho kitakuwa kinasumbua kwenye hili. Nashangaza. Pesa zote hizo sijui umekopa wapi. Ila anyway, hongera. Jeni, tajiri, mama la mama, bosi kaingia, pesa zinamwagika. Karibu. Asante. Umekuja kwa ajili ya huduma yangu Bila shaka najua. Nimekuja lakini sija kwa huduma yako. Kwa nini isiwe huduma yangu wakati kila siku mimi ndo nakupa huduma? Nimepata taarifa za kijana wako mpya. Nasikia ana mapigo adimu. Kwa hiyo nimekuja kujihakikishia. Mimi mwenyewe mbona na mapigo mapya kumzidi yeye? Kitu gani kipi ambacho kipo cha special kwake? Nimeshakuzoea Edi. Nishakwambia nahitaji kijana mpya. Yaani umesikia story tu tayari umeshapagawa na pigo zake. Yaani unatupa cha zamani kwa sababu ya kipya. Usisahau kuwa mimi ndo ninayekufanya unafika. Kumbuka mimi ni mteja. Natumia pesa yangu. Je, naweza kumpata kijana? Okay mama, mimi sitaki nikukwaza wala sitaki tugombane. Sawa. Mimi nampigia wewe kijana na aje. Wewe tangulia ndani. Nampigia sasa hivi hapa anafika. Sawa? Kwa huyo. Mdogo kaja juzi tu kubabake, sio watoto wengine. Yaani juzi tu eti Maria anataka kupika wali nafasi yangu. Alikuwa anasema mimi siwezi kumsaliti mke wangu.
Wewe Fara, kuna mtu anakuhitaji. Usiniulize wapi, wewe ibuka nyumbani, kuna mtu anakuhitaji huko. Basi sawa, nakuja sasa hivi hapo. Sawa sawa. Samani Ada, hivi unafanya kazi gani? Hilo sio swali la muhimu. Cha muhimu, zingatia kuwahi shule, kwa sababu mwalimu alisema leo ndo mwisho wa kulipa ada. Hivi ukapata kazi wapi? Na vipi kuhusu ile swala langu la talaka? Nilikuwa nalalamika kuhusu huduma, sasa hivi ana kazi. Uko poa? Samahani, hapa nina shida hii moja, naomba unisaidie. Nilikuwa namuuza Juliet. Yaani we kaka, umenitoa huko ulikonitoa, unanileta hapo unaniuliza habari za Juliet. Manangu sio, ila nimejaribu sana kumpiga simu zake hasipatikani. Nikaenda kwake pia hayupo, nikaambia nije huku, ndio maana nikakutoa hapa nije uniambia kama yupo huko. Mimi umeniita hapa najua masuala ya biashara, kumbe unaniletea habari za huyo. Huyo Juliet yupo huko kwa mume wake. Kwa hiyo usiniulize habari hizo. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya biashara. Kama mna masuala ya biashara niambie. Basi asante. Kilanga kama kimefanya nimekuja kwako, niona liomo nisadisiwe na wenzako kama kakwambia. Karibu katika Vigongo. Ninapokutazama ni mwanamke ambaye ana vitu vyangu kabisa, aliyekushawishi na kukushauri uje kwangu. Nadhani haujakosea njia, na naamini leo hii hela yako hautajutia. Na mimi ndo mtu wa utamu kwa wanawake ambao wanahitaji utamu mzuri wa kuvutia, magoli ya mbali na karibu. Niite mgao utamu. Pale kiza kilipotanda, ndipo nilipoamini huu mwanga hauwezi penya nyumbani kwetu. Macho yanawaka, amezuka shetani ndani ya familia, anahema kwenye meza ya chakula. Tumegeuka maadui kimya kimya, tukihesabu visa.